Ikiwa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa kuhusu uwepo wa kimbunga Judy katika bahari ya Hindi eneo la rasi ya Msumbiji na uwepo wa mvua nchini kwenye baadhi ya mikoa, wavuvi mkoani Tanga wamesema yapo madhara yanaweza kutokea na kusababisha hasara hasa kwenye shughuli zao. Wakizungumza kwa nyakati tofauti kuhusu uwepo wa kimbunga Judy na mvua kwa mkoa wa Tanga, wavuvi wadogo wa soko la samaki la Mwalo wa Deep Sea jijini Tanga wamesema yapo madhara ambayo yanaweza kutokea, hivyo waendelee kupewa taarifa na tahadhari. Mvua inapokuwa kubwa, sisi baharini hatuna kazi ya aina yoyote iliyokuwa tunaweza kuifanya. Samaki hawapatikani na kule kwenda hatuoni kabisa, tuoni mbele kutokana na mvua na giza la mvua. Kwa maana hiyo samaki pale hachezi wala akai sehemu yake kwenda kumnasa kwa nyavu zetu. Na upepo ni vile vile upepo kwa mwingi hatufiki kabisa kwenda kukusudia kama kuna kwa samaki kwa kutafuta samaki kuvua. Nahodha wa vyombo vya baharini Salim Ramazani amesema zipo hatua za tahadhari ambazo wavuvi wanatakiwa kuzichukua kutana na changamoto baharini, ikiwemo kuhakikisha wanaweka nanga, kuwa na kifaa cha kutambua mwelekeo pamoja na kunzika sehemu ambazo wanaona ni salama. Napotokea hitilafu upepo labda au mvua nyingi, tunatulia, tunaangusha nanga kwa utulivu kabisa kwenye mwamba. Kwanza tunaangalia mazingira, tunakaa lisaa letu limoja mpaka lisaa limoja na nusu. Kuna hali ya hewa inazidi kubadilika, labda mvua haijakata, inabidi hapo tunawasha GPS, tunarudi zetu nyumbani. Maana kukinyesha mvua sehemu ndogo tu huoni mbele unapoenda la sehemu yote, na una uwezo ukaenda ukapotea. Nawasha GPS, unasoma sehemu yako ambapo unaenda ndio nakupeleka na GPS. Ila kama kuna mvua nyingi baharini huwezi kwenda, yani unapoenda huko kumbe sipo unapoenda, lazima utapotea. Umeona? Afisa uvuvi halmashauri ya jiji la Tanga katika Mwalo wa Deep Sea Leonard Mwakyusa amesema zipo tahadhari muhimu ambazo wavuvi wote wanatakiwa kuzichukua wanapoingia baharini, ikiwemo kuwa na majaketi ya uokoaji, kisha vyombo vyao havina tatizo lolote, kubeba vifaa ambavyo vitasaidia kuomba msaada inapotokea tatizo. Kabla ya kutoka kwenda kwenye uvuvi, wavuvi wote wanaombwa kuhakikisha vyombo vyao viko vizuri ili tuweze kukabiliana na hali hii ya hewa. Tunatakiwa tuchukue tahadhari pindi tu mabadiliko hayo yatakapotokea, hususan kwa wavuvi, ambapo wakiona hali ya hewa inapobadilika waweze kuchukua tahadhari. Na tahadhari hiyo ni kwamba ni muhimu sana wavuvi pindi wanapokwenda kuvua wawe na vifaa saidizi. Vifaa saidizi kwa maana kwamba ni waweze kuwa na maboya au life jackets ambazo zinaweza kuwasaidia pindi tu ajali inapotokea. Naye katibu wa chama cha wavuvi wadogo jijini Tanga Faki Mbaruku Kombo ameziomba mamlaka zinazofuatilia uwepo wa mabadiliko ya hali ya hewa ikiwemo baharini kuwa karibu nao kwa kuwapa taarifa mapema zaidi endapo wataona kuna dalili za kuonekana kimbunga au mvua kubwa. Kutokana na taarifa tulizozipata na watu wa hali ya hewa, sisi kama viongozi wa wavuvi tumeshakaa na wavuvi wetu kuwapa taarifa kwa ajili ya matokeo ya mvua yatakotokea baharini. Yani washukuru, tumekaa nao wavuvi kama vikao viwili na bado tunaendelea kuwapa taarifa. Watugawe taarifa mapema ili na sisi kama viongozi wa wavuvi tukae na wavuvi wetu kuwapa taarifa na kuchukua tahadhari. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athmani, Mwananchi Digital.